Umewahi kujikuta kwenye hatua ambayo unaona kama biashara yako imekwama? Umefanya kila uwezalo. Umetoa muda wako, nguvu zako na hata kuingia gharama, lakini bado mafanikio hayajabisha hodi. Labda unakabiliwa na changamoto za kifedha. Mambo hayaendi kama unavyotarajia, au changamoto zimekuwa nyingi kupita kiasi. Kama upo kwenye hali kama hiyo ya leo, nataka nikutie moyo. Mungu anaona jitihada zako na uaminifu wako hauendi bure mbele zake. Iwe unamiliki duka dogo au unasimamia biashara kubwa au una miradi yako binafsi, changamoto ni sehemu ya maisha. Wakati mwingine biashara huwa ngumu sana na unakabiliwa na changamoto moja baada ya nyingine, lakini unajua kazi yako ina maana kubwa zaidi. Mungu amekupa maono, amekupa uwezo wa kufanikisha, na yupo nawe katika kila hatua unayoichukua. Yeye sio tu anajali mafanikio yako, bali anajali moyo wako na jinsi unavyoshughulikia kila jambo kwa uaminifu na haki. Methali sura ya 16 mstari wa 3 inatukumbusha hivi: mkabidhi Mwenyezi Mungu kazi zako, nayo mipango yako itafanikiwa. Hii inatufundisha kwamba tunapomkabidhi Mungu biashara zetu, malengo yetu na ndoto zetu, atatuongoza na kutufanikisha. Ni kumkabidhi Mungu kazi zako na kumwamini kwamba atakuongoza kwenye njia unayohitaji kwenda. Lakini kiuhalisia, kuna nyakati ambapo mambo hayaendi kama tunavyopanga. Huenda ukakutana na changamoto za kifedha, ushindani au vikwazo visivyotarajiwa vinavyoweza kujaribu imani yako. Ni katika nyakati hizo tunahitaji kukumbuka kwamba Mungu ndiye mtoaji wetu. Katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 tunakumbushwa kwamba na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadiri ya uwezo wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Haijalishi unapitia nini, ikiwa ni hali ngumu ya kifedha au msimu mgumu katika biashara yako, Mungu ni mwaminifu kutuwezesha. Uwezo wa Mungu kutoa na kubariki hauna mipaka, na atafungua milango ambayo hakuna mtu atakayeweza kuifunga. Kama wajasiriamali, tunapaswa kuwa na imani kwa Mungu katika juhudi zetu za kila siku. Hapa kuna hatua chache unazoweza kuchukua leo hii ili kuonyesha biashara yako na mapenzi ya Mungu na kumwamini katika mafanikio unayoyahitaji. Cha kwanza, anza kazi yako kwa kuomba. Wewe kama mjasiriamali, anza kila siku kwa kumwalika Mungu katika kazi yako. Omba hekima na mwongozo kutoka kwake, hasa unapofanya maamuzi. Iwe ni mdogo au mkubwa, maombi ni msingi wa kila siku yako. Inaruhusu Mungu akuonyeshe njia na kukupa ufahamu. Cha pili, fanya kazi kwa uaminifu. Katika kila biashara, kila muamala na kila mzunguko, hakikisha unamheshimu Mungu kwa kufanya mambo kwa uaminifu na uwazi. Mungu anaona kila kitu. Unapofanya kazi kwa uaminifu, atabariki juhudi zako. Kumbuka, Methali sura ya 11 mstari wa 1 inasema, mizani ya udanganyifu ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, lakini matumizi ya kipimo halali ni furaha yake. Cha tatu, tafuta hekima kutoka kwa wengine. Hakuna anayejua kila kitu, hivyo usiogope kuomba ushauri na mwongozo. Jiunge na watu wenye maadili mazuri wanaoweza kukusaidia katika safari yako ya biashara. Kama vile Biblia inavyosema katika Mithali sura ya 15 mstari wa 22, mipango huharibika kwa kukosa shauri, lakini kwa washauri wengi hufaulu. Cha 4, endelea kujitahidi hata mambo yanapokuwa magumu. Njia ya mafanikio haikosi vikwazo na changamoto mara kwa mara, lakini Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 inatuhimiza, basi tusichoke kutenda mema, maana tusipolegea tutavuna mavuno kwa wakati wake. Endelea kusonga mbele ukiamini kwamba kwa wakati wa Mungu ulio sahihi, bidii yako italeta matunda. Kumbuka, biashara si tu swala la kutengeneza pesa, bali pia ni kutumia kile ambacho Mungu amekujalia kwa ajili ya utukufu wake.
Endelea kumtegemea yeye, ukiamini kwamba atakufungulia milango, atakupa mahitaji yako na atakuongoza kwenye mafanikio yanayolingana na mpango wake juu ya maisha yako. Leo tuanze kumtumainia Mungu kuwa atatuongoza katika kila uamuzi na kila hatua na kila changamoto tunayokutana nayo katika biashara zetu. Tuwe tayari kumkabidhi kazi zetu, tukiamini kwamba atabariki kazi ya mikono yetu na kutujalia mafanikio tuliyokuwa tukimuomba. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo iliyojaa shukurani kwa kutupa nafasi ya kufanya kazi na kuanzisha biashara zinazotuwezesha kujikimu sisi na familia zetu na hata wengine. Umetupa vipaji vya kipekee, mawazo mazuri na maono ya mbali. Tunatambua kuwa kila kitu tulichonacho kimetoka kwako. Tunakiri kwamba bila hekima na uongozi wako hatuwezi kupata mafanikio ya kweli. Leo hii tunaziweka biashara zetu, kazi zetu na ndoto zetu mikononi mwako, tukiweka tumaini letu kwako kwamba utatuongoza katika kila jambo. Bwana, tunakuomba utupe hekima tunapofanya maamuzi. Katika nyanja za biashara, maamuzi yanaweza kuwa magumu na shinikizo la kutaka kufanikiwa kwa haraka linaweza kutufanya tukose uelekeo. Tunaomba utuongoze kuchukua hatua sahihi, utupe mwongozo ulio wazi na uwezo wa kutambua lililo jema. Tusaidie kuona fursa zinazolingana na mapenzi yako na kutuepusha na mitego itakayotuondoa njiani. Maamuzi yetu yaakisi maadili yako na uadilifu, haki na uaminifu, ili tuwe na nuru kwa inayotuzunguka. Tunaelewa kuwa safari ya ujasiriamali si rahisi kila wakati. Kuna vipingamizi, changamoto na nyakati za mashaka, lakini mambo hayaendi kama tunavyotarajia. Tupatie nguvu ya kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Tukumbushe kila mara kwamba haujatuacha, uko pamoja nasi katika kila hatua ya safari yetu. Kama neno lako linavyotuambia katika Isaya sura ya 41 mstari wa 10, usiogope maana mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakushikilia kwa mkono wangu wa haki. Tuone faraja na amani kwa kujua kwamba upo daima kando yetu, hata katika nyakati ngumu zaidi. Baba, tunakuomba utujalie mahitaji yetu. Tunaamini kuwa wewe ndiye mtoaji wa mahitaji yetu na utaweza kutitimizia kadiri ya utukufu wako. Mungu wetu, tunapopitia vipindi ambavyo biashara haiendi kama tunavyotarajia au hali ya fedha inakuwa ngumu, tusaidie tusikate tamaa, bali tubaki na imani thabiti. Tunatambua kuwa unajua mahitaji yetu hata kabla hatujasema, na tunaamini kuwa utatufungulia njia na kutimiza kwa namna ambayo hatuwezi hata kufikiria. Tunapojitahidi kwa kazi za mikono yetu, tukumbushe kila siku kukuheshimu kwa kile tunachokipata. Tufundishe kutumia vyema tulichopewa kwa kusaidia wengine na kuchangia kazi ya ufalme wako. Bwana, tunawaleta kwako pia wale wote tunaofanya nao kazi, wafanyakazi wetu, wenzetu, washirika wetu wa kibiashara na wateja wetu. Tufanye tuwe viongozi wanyenyekevu na wenye upendo. Tuwatendee watu kwa heshima na haki. Biashara zetu ziwe sehemu ambayo watu wanajisikia kuthaminiwa na kuheshimiwa. Tujalie neema ya kuwa mfano mwema kwa matendo na menendo yetu, tukionyesha upendo, huruma, uaminifu katika kila tunachokifanya. Baba, tunaomba utufundishe kuweka usawa kati ya kazi zetu na maisha yetu binafsi. Tusisahau familia zetu, afya zetu, wala uhusiano wetu na wewe. Tufundishe kupumzika ndani yako na tukumbuke kuwa wewe ndio chanzo cha nguvu zetu. Baba, mwisho tunaomba kibali chako juu ya biashara zetu. Bariki kazi ya mikono yetu, ili tupate kuona matunda ya kazi zetu kwa wakati wake. Fungua milango ya fursa, leta watu wenye ushawishi kwenye njia zetu, na utuonyeshe hekima ya kutumia vyema fursa tunazozipata. Tunaamini kwa wakati wako na utoaji wako, na tunajua unatuongozea biashara zetu kwa mafanikio kulingana na mapenzi yako. Tunaomba yote haya kwa jina la Kristo. Amina.